tayari katika maisha yetu. Sio wakati huu kwa kipindi cha Parisi, lakini maisha yetu tulipobatizwa kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, tulipoamua kufuata Kristo katika miito mbalimbali ya ndoa, ya upendo, tulipoamua kufuata Kristo kama wabatizo, manabii, makuhani na wachungaji katika ualimu, katika ulezi, katika udaktari, katika utuwema, katika uandishi, tunaitwa kushuhudia kwa mashirika. Kinyume cha hapo tutakuwa wasaliti. Tumshuhudie Kristo katika taabu, katika raha, katika magonjwa, katika afya, siku zote za maisha. Na hiyo ndiyo Pasaka. Hakuna Pasaka bila Ijumaa. Mateso yanayokuwepo katika maisha yetu tuyaone kwamba ni sehemu ya kuimarisha na sio sehemu ya kuyakitia. Mateso sehemu ya maisha na sio sehemu ya kuyakitia. Tusipoteze imani yetu, tuendelee kushikamana na kuwa tayari kumfuata. Tunapojiandaa katika ubatizo wa Pasaka, tambueni nafasi yenu ya kumshuhudia Kristo kila mahali. Mtapewa vitambaa, mtapewa mishumaa, mtapakwa mafuta yanayonukia vizuri. Imani yenu isiishie katika ibada hiyo. Bebeni na mahangaiko yote yanayofanya wewe Kristo, ni pamoja na kukataa ubaya, na kukataa shetani na mambo yake yote na hila zake zote na mali zake zote, na jibu na zikataa. Beba mshumaa, na mshumaa hauweki chini ya ufu. Wewe utakuwa ni kinara walioshinda. Uwe kwenye siasa, uwe kwenye wizara, sijui uwe wapi, tambua nafasi ya wewe kuwa kinara na mshumaa. Tambua nafasi ya wewe kutoa harufu nzuri ya mafuta ya Kristo inayopendeza na kuvutia kwa maneno yako, matendo yako na tabia yako. Jitahidi kumlilia Kristo na kumwomba Kristo kila wakati. Tusitumie njia ya uongo kupokea ubatizo. Hapana. Imani hiyo ni mbaya sana. Kuingia ubatizo kwa njia ya uongo unamaliza na chukizo kwa Mwenyezi Mungu. Pitia njia zote zinazojulikana. Hangaika na mafundisho. Elewa. Na usihoge mtu yeyote ubatizo. Hapana. Sio tabia yetu ya Kristo. Tunalaani. Tusihusike. Tufundishwe, tukomane, tuielewe imani yetu, tuilinde, tuieneze na tuwe tayari kuitetea. Sio kuingia na baadaye kuikashifu imani, kuichafua na kuanza kuongea uongo. Sio shuhuda. Ukiingia mbali kufa kwa ajili ya Kristo. Ndugu zangu, tunaanza wiki kuu. Moja Mungu atujalie roho ya pekee kutafakari kwa kina mafungo makubwa ya imani yetu: mateso, kufa na kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Anatualika tuteseke naye, tufe naye na tufufuke naye, na watu waone tofauti ya maisha yetu ya zamani na haya tunayoyaendea sasa ya ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana ana haja na wewe. Bwana ana haja na wewe. Mbele kama mfalme wa amani, mbele kama mtakatifu wa Mungu, mbele kama mpatanishi wa makundi yote, mbele naendelea kushangilia Hosana, Hosana mwana wa Daudi, na kama usifikie mahali kusema asujudiwe na hapo kabisa. Mbele. Na unapombeba, tambua mahangaiko yanayokuwepo kati yako wewe na wenzako